Licha ya makubaliano yaliyotangazwa hapo jana ya kusitisha vita kati ya Marekani, Israel na Iran kwa muda wa wiki mbili, jeshi la Israel limeendelea na mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya Lebanon kwa madai kwamba makubaliano hayo hayajumuishi upande wa Mashariki ya Kati. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limefanya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya kundi la Hezbollah nchini Lebanon tangu vita hiyo ianze, likilenga miundombinu ya kundi hilo ambayo imejengwa ndani ya maeneo ya kiraia kote nchini. Israel ilianzisha mashambulizi kadhaa katika mji mkuu wa Beirut, ikipiga maeneo mbalimbali ya jiji hilo ikiwemo vitongoji vya kusini, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Lebanon. Picha za moja kwa moja kutoka baadhi ya mitandao ya kitaifa zilionyesha moshi mzito ukipaa juu ya Beirut na maeneo jirani, huku waandishi wa habari wa kimataifa wakiripoti hali ya taharuki mitaani. Chanzo cha kiusalama nchini Lebanon kilieleza kuwa wimbi hilo la mashambulizi ni kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa mzozo huo kati ya Israel na Hezbollah. Israeli pia iliendeleza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon siku ya leo Jumatano, huku waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran haihusu Lebanon. Jeshi la Israel pia lilitoa onyo la kuwataka watu kuondoka katika jengo moja karibu na mji wa kusini mwa Tyre. Kundi la Hezbollah ambalo liliingiza Lebanon katika vita hiyo kwa kuishambulia Israel tarehe 2 Machi halijatangaza operesheni yoyote tangu saa 7 usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya Lebanon vilivyo karibu na kundi hilo, Hezbollah ilisimamisha mashambulizi dhidi ya kaskazini mwa Israel pamoja na wanajeshi wa Israel walioko Lebanon mapema hii leo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran. Inatarajiwa kwamba Hezbollah itatoa tamko rasmi kuelezea msimamo wake kuhusu kusitishwa kwa vita hiyo, pamoja na kauli ya Netanyahu kuwa Lebanon haijajumuishwa katika makubaliano hayo. Wakati huo huo, rais wa Lebanon Joseph Aoun amekaribisha makubaliano ya kusitisha vita kwa muda wa wiki mbili kati ya Marekani na Iran, akieleza matumaini kuwa nchi yake pia itajumuishwa katika suluhu hiyo ya kikanda. Aidha, amesema Beirut imeendelea na juhudi za kuhakikisha kuwa amani ya kikanda inajumuisha Lebanon kwa njia ya kudumu na yenye utulivu. Kwa upande wake, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema anaunga mkono kusitishwa kwa vita kati ya Marekani na Iran, lakini akaonya kuwa hali nchini Lebanon bado ni mbaya na kusisitiza umuhimu wa kuijumuisha Lebanon katika makubaliano hayo. Jeshi la Lebanon limewaonya wananchi wake kutorejea kusini mwa nchi hiyo kwa sasa kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya Israel katika maeneo hayo. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema kuwa kurejea kwa wananchi kunaweza kuwaweka hatarini kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya Israel. Ikumbukwe hao walioshambuliwa leo si tu wapiganaji wa Hezbollah pekee, bali ni washirika wakubwa wa Iran ambao Iran aliwahakikishia katika masharti yake ya makubaliano ya kusitisha mapigano kuwa wasiguswe. Baadhi ya wachambuzi wa mambo mapema hii leo wanasema hatua hii ya Israel kuishambulia Lebanon licha ya makubaliano na Marekani na Iran inatoa ishara ya wazi hali ya mzozo huu bado ni hatari kubwa na amani ya muda ni nyepesi sana ikiwa masharti hayataheshimiwa. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.